Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi ya kuweza kuchangia asubuhi ya leo, na nianze kumpongeza Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri ambayo kwa kweli imekava maeneo mengi muhimu na ina mambo mengi mazuri. Lakini nianze kuipongeza serikali kwa namna ambavyo imeendelea kukuza uchumi. Katika taarifa yake imeonyesha pato la taifa limeendelea kukua kwa 6%, lakini mfumuko wa bei uko kwenye 3.5 ambao uko kati ya uwe wigo wa 3 mpaka 5. Lakini tumeona mapato ya fedha ya kigeni yameongezeka kwa karibu dola bilioni 2 kwa mwaka. Ni kazi kubwa anayofanya, ndio maana mambo haya yanaleta attention. Ukuaji wa nchi hii, uchumi wake unaleta attention kwa majirani sana. Na narudia kusema kile alichosema Shigeki Komasubara ambaye alisema kwamba ikiwa uchumi wa Tanzania utaendelea kukua kwa mwendo huu ambao unaendelea kukua, huo 6.657 na kuendelea, ndani ya miaka 10 ijayo Tanzania itakuwa ni nchi yenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki kuliko uchumi mwingine wowote. Kwa hiyo taarifa hizi zinawashtua sana majirani, na kama wenzangu walivyompongeza Waziri Mkuu kwa ziara zake za kuwasikiliza wananchi, kwa kweli na sisi wadogo zake tulio nyuma yake tuna mambo mengi ya kujifunza na kuendelea kumfuata anachofanya, na inaleta harmony kwenye taifa na amani. Ndugu zangu wa Tanzania, uchumi huu ambao tumeona sasa unakuwa vizuri utaendelea kukua endapo mambo mawili yatazingatiwa. Kwanza, tuendelee kutunza amani yetu, lakini utulivu wa kisiasa. Huo ni wajibu ambao sisi wa Tanzania tunao, hana mwingine zaidi ya kwetu. Lakini nimeona maneno mengi kwenye mitandao kuhusiana na bei za mafuta. Ndugu zangu wa Tanzania, kwanza mkubali kabisa kwamba sisi kama nchi serikali yetu imeongeza bei za mafuta kidogo ukilinganisha na namna majirani walivyoongeza. Nilikuwa naangalia wenzetu Kenya kwa mfano, petroli wameongeza kwa inafika sasa 5,450 hapo jirani Kenya, lakini ukiangalia diesel ni 5,056 hivi na mafuta ya taa ni 4,400. Nataka niwaambie Tanzania, nisiwape maneno ya faraja sana, ni kwamba mafuta haya inaonekana yataendelea kuongezeka ikiwa ule mfereji wa Hormuz hautafunguliwa. Lakini hata kama vita, wenzetu wa Ulaya wamesema kama vita hata itaisha leo, madhara yaliyojitokeza yanaweza kuendelea kwa muda mrefu. Ndio maana wamewaambia wananchi wao, Umoja wa Ulaya, kwamba wengi wafanye kazi kutokea nyumbani na watumie magari zaidi ya umma kuliko magari ya binafsi ili kupunguza matumizi ya mafuta, kwa sababu kuna uchache wa mafuta. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, mambo ya mitandao myapunguze, hayana maana. Humu ndani serikali inafikiria mambo mengi. Tumekana wenzetu wa serikali wanaangalia uwezekano kama hali ikiwa mbaya zaidi, pengine mahali fulani waangalie kama naweza kuweka uzuku, lakini nyongeza tuliongeza ni kidogo. Kwa hiyo tupunguze mihemko, tukabiliane na hali iliyotokea duniani. Tuache haya mambo ya mitandao, hayana sababu. Lakini nianze kwa kuishukuru sana serikali kwa kupitia Waziri Mkuu kwa tamko lake la kusema fedha zinazokusanywa shilingi 50 za mafuta kwa ajili ya mfuko wa barabara ziende moja kwa moja kutoka TRA kwenda kwenye mfuko wa maji. Ni jambo la kimapinduzi, na mimi natambua kwamba Waziri Mkuu asingesema mambo hayo bila kushauriana na mamlaka. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hayo maelekezo. Tunaomba yatekelezwe ili tuweze kufanya marekebisho ya barabara nyingi ambazo zimeharibika kutokana na neema ya mvua. Hata mimi jimbo la Kalenga ninazo barabara maarufu kama Kalenga Wasa, Ulanda kwenda Magulirwa zimeharibika na sehemu nyingi hazipitiki. Lakini niombe Watanzania wenzangu na Wanakalenga wenzangu kwamba tuwe na subira, mipango madhubuti kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwenda vizuri. Lakini pia serikali niipongeze, ilifanya ukarabati wa shule kongwe pamoja na shule yangu ya Tosamaganga, ambayo mwezi wa 10 tutasherehekea miaka 100 ya kuwepo kwake. Zaidi ya bilioni 3 zimekwenda pale, lakini kuna majengo ambayo hayakumalizika. Niombe serikali, kwa kuwa ilianza kufanya kazi nzuri,
basi iendelee na ukarabati wa shule kongwe. Tumalizie shule yetu ya Tosamaganga mwezi wa 10, tuwakaribishe na wote mliosoma Tosamaganga. Tutasherekea miaka 100 pale Mje, ili tuweze kusherekea namna ile shule ilivyotoa viongozi wengi. Kwa hiyo serikali niombe basi ile eneo lililobaki iweze kumalizia, lakini pia na shule nyingine za msingi ambazo zimejengwa miaka ya 60, 70, 80 nyingi ziko katika hali mbaya. Tunaipongeza serikali inajenga shule nyingi nzuri, lakini mwaka huu tuone namna gani wataweka baadhi ya fedha kwenda kukarabati shule kongwe pamoja na kijini kwangu kule Nyamihuma. Lakini swala la upimaji wa ardhi, swala hili limekuwa likiongelewa muda mrefu na wenzetu wa ardhi. Ndugu zangu wa mlioko ardhi, mnapenda sana serikali iwape pesa, ni jambo zuri. Lakini kule kwenye sekta binafsi kuna kitu tunaitwa ROI, return on investment. Kule kwenye sekta binafsi unaweza kuomba hela yote ukapewa, ili mradi unaihakikishia kampuni kwamba hicho unachoomba utakirudisha. Sasa kwenye eneo la viwanja, pamoja na kuwa mnaomba fedha nyingi, na mimi nitaunga mkono, lakini lazima mlete mkakati wa kuona namna gani serikali inapata fedha kutoka kwenye viwanja. Kwanza, madeni mengi sana hayajakusanywa. Kati ya mwaka huu wa budget ambao tunakwenda 26 na 27, lazima mkakati wa kuisaidia serikali kukusanya fedha ili zisaidie kwenye masuala ya maendeleo uonyeshe wazi, na sisi tutawaunga mkono ili serikali iwape hilo fedha, nchi endelee kupimwa, lakini at the same time ikusanye kodi kwa ajili ya masuala ya maendeleo. Misaada mingi imepungua, kwa tutategemea sisi wenyewe tuongeze vipato vyetu, na eneo hili la viwanja naomba tuliangalie kwa mapana yake. Swala lingine ambalo nchi tunatakiwa tuwekeze kwa nguvu kubwa ni eneo la utalii. Nchi yetu utalii unakuwa kama ambavyo tumeona, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna alivyoutangaza utalii, na zile filamu alizozitengeneza zimeleta matokeo makubwa. Lakini kuna changamoto kubwa ya utoaji wa huduma katika nchi. Watalii wengi wanalalamika utoaji wetu wa huduma ni mbaya. Hata ukienda kwenye mahoteli, wewe angalia, nenda kwenye mahoteli ya kitalii, mtu atakuletea chakula, akisha kuletea chakula anakwenda kukaa jikoni. Jana nilikuwa hoteli moja hapa, nimekula, nimeletewa bili, hakuna waiter, nikaamua kulipa tu kwa njia ya mtandao nikaondoka. Nimekaa pale nasubiria bili. Sasa huu ni mfano tu wa namna gani huduma zetu ni mbovu. Serikali ina wajibu wa kusimamia ubora wa huduma ambazo tunazitoa kwenye hili eneo la utalii. Na mimi nimetokea kwenye utalii miaka ya nyuma, na ninafahamu vizuri tu mambo ya utalii yanavyokwenda. Na ikiwezekana serikali iwe na timu ya kwenda kukagua, kuona aina ya elimu tunayotoa kwenye vyuo vyetu. Maana tukipunguza madini, eneo pekee ambalo litaendelea kwa muda mrefu ni eneo la utalii. Kwa hiyo huduma zetu ziangaliwe, na kama mtaunda hiyo timu ya kwenda kuangalia maboresho, namna gani tunaboresha huduma za kiutalii, na mimi lazima mniweke, kwa sababu enzi nimefanya kazi huko nilikuwa mmoja wa wafanyakazi bora sana kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kulitazama. Kwenye swala la mifugo, Tanzania tunaweza kunufaika sana na biashara ya kuuza mifugo yetu nje. Sasa hivi magonjwa mengi sana yameibuka. Ukiangalia South Africa tayari wameshafungiwa kuuza nyama nje, na hapa Tanzania tayari kuna magonjwa kadhaa yameshajitokeza kwenye magonjwa na kwenye mifugo. Na kwa kuwa serikali yenyewe ilisema ndio itakayoratibu masuala ya chanjo, tunaomba serikali iweke projection ya kuona chanjo zinachanjwa kila baada ya miezi mingapi, na kuwa na stoko ya chanjo angalau ambayo inaweza kutupeleka hata angalau miezi 6, ili tuhakikishe kwanza mifugo yetu haifi, mifugo yetu ina afya, na tunatumia fursa ya vita zinazoendelea huko sisi kuendelea kuwauzia nyama. Tunaweza tukakuza uchumi wetu katika eneo hilo kwa haraka endapo masuala haya ya chanjo yatazingatiwa. Tusiwe na kulukaluka, na serikali hakikishe inawekeza fedha hapo, na baada hapo itaona tu return on investment katika fedha ambazo wameziweka. Lakini serikali tunaipongeza, imekuwa na mikakati ya kuendelea kujenga vituo vya afya katika maeneo mbalimbali, na mwaka jana tulikuwa na vituo vya kimkakati kama 186 hivi, lakini kwa sababu ya masuala mbalimbali serikali iliweza kupeleka fedha ya vituo kama 90 au 93.
na mimi chifu nilikosa katika vile vituo vya kimkakati. Nafahamu hatuwezi kujenga vituo vya afya kila mahali, kwa sababu kwanza kuongeza bili za serikali, lakini kata nyingine ziko karibu, lakini vile ambavyo tunaona kabisa kata hizi ziko mbali, kata hizi ziko polini, kama kata yangu ya Kihanga, ni muhimu sana serikali kwa kadri inavyopata pesa iendelee kutuwezesha ili basi wananchi waendelee kupata huduma ya afya. Mwisho niwapongeze sana kwa kuanza ile huduma bima ya afya kwa wote. Asante sana, ninaunga mkono hoja.